Karibuni tutafakari kidogo kuhusu masomo ya Jumapili ya leo, Jumapili ya 15 ya mwaka wa kanisa. Na kama mlivyosikia, masomo yote matatu yanaongea juu ya neno la Mungu, manake uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Ni kwa vipi tunahusiana na Mungu? Mungu anaongea nasi. Mungu anaongea nasi kwa namna nyingi, kwa nyakati mbalimbali na kwa kutumia njia mbalimbali. Jumapili iliyopita tulisikia jinsi Yesu alivyoanza kwa kumshukuru Mungu kwa sala ya kina, akasema, na kushukuru wewe Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Neno lile ndilo linalotuingiza katika Injili tuliyoisikia siku ya leo. Wanafunuliwa watoto wachanga, wale ambao wako tayari kusikiliza neno lake. Mungu anaongea nasi kwa namna nyingi. Somo la pili mlilolisikia linaongea juu ya viumbe alivyoviumba Mwenyezi Mungu, ambavyo vinateseka kisubiri ukombozi wa wana wa Mungu. Viumbe vinateseka vipi? Mungu anaongea nasi kwa njia ya viumbe alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Siku hizi kwa wingi wa kamera, kwa wingi na umahiri wa vyombo vya habari, tunapata kuona jinsi maajabu ya Mungu kupitia viumbe alivyoviumba. Ndege wenye rangi mbalimbali tulikuwa hatujawaona, nyoka, wanyama, tembo, miti, maua, wadudu. Ni ukuu wa Mungu. Tunaweza tukajiuliza kwa nini Mungu aliviumba viumbe hivi. Anaonyesha ukuu wake kwa njia ya viumbe, nao wanasubiri ukombozi wa wana wa Mungu. Lakini sisi ambao tumepewa akili, utashi, uhuru, ndio sisi ambao kwa kupitia viumbe hawa tuweze kuonyesha ukuu wa Mwenyezi Mungu. Mungu alitupa sisi tuvitawale hivyo viumbe, alitupa sisi tuviongoze hivyo viumbe, ili wokovu, utukufu wake upate kutimilika. Ndugu zangu, tutatafakari juu ya Injili tuliyoisikia, Injili inayosema juu ya jinsi mwanadamu anavyoweza kusikia, kuona na akabaki kipofu na akabaki kiziwi. Kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo anafundisha kwa kutumia mfano? Tumesikia maelezo hayo, lakini Bwana wetu Yesu Kristo anatumia mifano kwa sababu ya ugumu wa wale ambao alikuwa anaongea nao. Ule mfano wa mpanzi aliyetoka kwenda kupanda, ni kama vile ni mtu ambaye ni tajiri sana, haoni hasara kugawa kwa wingi. Ni kama vile anatupa tu mbegu, anatupa tu. Mkulima wa kawaida tunayemfahamu huwa afanye hivyo, lakini tunaambiwa kule katika Palestina ya zamani walikuwa wanafanya hivyo. Manake wanaenda shambani, wanatupa mbegu kabla ya kupita kwa ng'ombe kulima. Wanatupa, baadaye wanalima,
mbegu zinaota, wanapalilia. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo kwa nini aongee kwa mifano ya namna hiyo? Ni kwa sababu ya ugumu wa wale ambao alikuwa anaongea nao. Katika Jumapili hizi zilizopita tulikuwa tukisoma Injili hii ya Mathayo, na sasa hivi tumeingia katika hotuba ya Yesu ya tatu. Hotuba ya kwanza ni ile hotuba ya mlimani ambapo tulitangaziwa zile heri 8. Hotuba ya pili ni ile ya kimisionari. Bwana wetu Yesu Kristo anawatuma wale aliowachagua waende wamtangulie mahali ambapo alikuwa anataka kwenda. Basi hotuba ya tatu ndo hii ambayo tunaambiwa Yesu baada ya kuongea na wale watu, kuwatangazia ufalme wa Mungu, kuponya vipofu, viziwi wakatembea, wafu wakafufuliwa, anaona hamna mabadiliko. Inabidi aongee nao kwa mithali na kwa mifano. Anaongea nao kwa mifano, na anavyoongea nao hawa anaongea na sisi pia, kama vile na sisi mara kwa mara tunaambiwa atuambiliki, tunafundishwa atufundishiki. Wazazi wetu wa zamani walikuwa wanaongea nasi kwa hadithi na vitendawili. Hivyo vitu vimeenda na nyakati. Siku hizi vitendawili na hadithi hatuzisikii tena, kwa sababu siku hizi tuna simu, tunapata vitendawili na hadithi ndani ya mtandao. Lakini ni hekima ya kuongea na watu. Kwa hiyo basi tupokee ujumbe wa siku ya leo wa neno la Mungu wa sasa, hii Injili ya mpanzi. Mungu anajifunua kwa walio tayari. Mungu anajifunua kwa wanyenyekevu. Mungu anajifunua kwa wale wanaojishusha. Mungu anaongea na wale ambao wako tayari kumsikiliza, wahitaji. Ndio wale aliowaita sasa. Kwa sababu kati ya wale aliowaita, labda wasomi wa darasani walikuwa 2 watatu, lakini wengine wote walikuwa ni watu wa kawaida tu, akiwachukua baharini huko wanavua samaki. Wengine walikuwa watoza ushuru, wengine walikuwa wafanyabiashara, walikuwa watu wa kawaida. Na hao ndio anaowachagua ili waweze kupeleka ujumbe aliyokuja nao kutoka kwa Mungu. Fundisho la kwanza tunalolipata katika Injili ya mpanzi ni ya kwamba Mungu anagawa neema zake, anagawa upendo wake, anagawa huruma yake bila kipimo. Tumekuwa tuna huo msemo wa Mungu ni mwema, nasema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema, lakini hatuendi kwa kina juu ya wema wa Mungu. Mungu, huruma yake, upendo wake, subira yake haina mipaka. Ndiyo tafsiri ya huyo mpanzi aliyekuwa anatupa kwa wingi tu, anatupa, anapanda, anagawa kwa wingi. Swali la kujiuliza, Mungu ananigawia fursa nyingi tu katika maisha yangu, ninazitumia vipi hizo? Fursa ya sala, fursa ya tafakari ya neno la Mungu, fursa ya utume, fursa za kazi,
fursa za vipaji. Je, nazitumia vipi fursa ninazopewa na Mwenyezi Mungu? Namna ya kuzitumia vizuri fursa tunazopewa na Mwenyezi Mungu ni na sisi pia tuweze kuwa wema, tuweze kugawa bila kupima. Katika maisha ya familia tunaangalia mastahili, lakini wazazi wetu kwa mfano wanatupenda kwa upendo wa ajabu bila kuangalia mastahili, kwa sababu sisi ni watoto wake, watoto wa baba, watoto wa mama. Wazazi walio makini wanawapenda watoto wao wote kwa upendo sawa sawa, upendo wa namna ile. Wanapambania watoto wote mpaka yule wa mwisho, wanawasomesha, wanahangaika, wanawatafutia kazi, wengine mpaka wanapata degree, bado wanakaa nyumbani. Unapata degree ya kwanza, ya pili, bado huko nyumbani, bado hujaanza kusoma. Wachache ambao kweli malezi yao ni mazuri wanasema kama wale ndugu zangu wa kaskazini, nasema basi ndugu, nimesha kusomesha vya kutosha, shapata degree, shamaliza chuo, sasa kapambane. Lakini unapopambana, unaporudi ukamwambia mzazi hapa nimeshapambana, anaendelea tu kupambania pia. Anakupa mtaji, unaenda unaula wote. Unarudi tena nyumbani, nenda kupanga huko, uweza hata kulipa kodi, anasema njoo urudi nyumbani. Na sisi tuwe wema katika mambo ya dunia hii na mambo ya kiroho. Katika mambo ya familia tuna watoto wengi ambao labda wamepotea, wengi wamekata tamaa nao, lakini mzazi hawezi kukata tamaa. Anaitwa, anaambiwa hapa polisi, kuna huyu kijana amesema wewe ndiye mzazi wake. Anakuja pale, anakutoa. Wazazi ni kama Mungu wetu. Mungu anatupenda kwa njia ya wazazi. Kwa hiyo na sisi tukikirimiwa tuwe wema, tuige upendo wa Mungu, tushiriki tulicho nacho na wenzetu. Kuna mama mmoja ambaye anaishi mahali fulani katika nchi hii. Mwenyezi Mungu alipomnyima watoto wake wa kuzaa, akasema, mimi mbona kuna watoto wengi huko, aka-adapt. Anawachukua watoto waliotelekezwa, anawalea, anawasomesha, wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka 12. Ana watoto 12 sasa, na anaendelea kuongeza. Kuna wengine ambao wanalia kwa ajili ya ugumba wao. Kwa nini ulie kwa ajili ya ugumba? Watoto ni mali ya Mungu. Mungu hakukupa watoto, sio? Watoto mbona wako wengi? Kwani lazima afanane na wewe?
watoto wako wengi, na huku kwetu wako wengi mno. Huko Ulaya mpaka wananunuliwa. Kwa hiyo tushiriki kile tulicho nacho na wale wanaohitaji msaada. Hasa vipaji vya kiroho ndio vigumu kushirikisha, kwa sababu hata kwenye malezi ya kifamilia pia unaweza ukawa unapanda tu mbegu, unapanda tu kwa watoto wako, hakuna ndo wale mbegu zikaangukia karibu na njia. Kuna wengine mbegu zikaangukia kwenye jiwe, na kuna wengine zikaangukia kwenye mwamba, wengine kwenye miiba. Piga magoti mama, piga magoti baba, waombee watoto wako. Kuna mmoja alikuja kuomba ushauri, nifanyeje? Hakuna hata mwanangu mmoja ambaye amefunga ndoa, wote wamezalia nyumbani, wote wanaolewa na achika. Naambia baba, wewe si ulifanya kazi mpaka mahali fulani, basi kazi iliyobaki piga magoti, waombee, washauri. Mwaga mbegu. Mtakatifu Monica, mama yake Mtakatifu Agostino, aliwaongoa watoto wake na mme wake kwa sala, kwa machozi. Hiyo ni mbegu ambayo alikuwa anapanda. Fundisho jingine tujiulize, je, toka Mungu aanze kupanda ndani mwetu neno lake, ni mabadiliko gani yametokea katika maisha yangu? Kwa sababu huu mfano unaweza ukautafsiri kwamba kuna kategori za watu. Kuna wale ambao wanapokea neno la Mungu vizuri, kuna wengine ambao ni wagumu wa mioyo, wengine ni wamesongwa na malimwengu ya dunia, na wengine ni wazuri, labda ndio wale ambao tunakuja kanisani. Hakuna, ndugu zangu, huo mfano ni kwa ajili yetu sisi, mimi na wewe. Ndani mwetu kuna mahali ambapo neno la Mungu linakuta limepandwa kwenye njia, ni rahisi kuchukuliwa ndani mwetu, na kuna wakati mwingine neno la Mungu linatupwa kwenye mwamba, kwenye mahali ambapo hakuna udongo wa kutosha. Mtu huyo mmoja. Na kuna wakati mwingine Mungu anakubariki, unasikia amani, unasikia neema ya Mungu kweli imekugusa, unazaa 30, mara nyingine unazaa 60, mara nyingine unazaa 100. Miujiza. Na miujiza bado inatendeka. Miujiza bado inatendeka. Naweza ukawa na changamoto ambazo zinakusunga katika maisha yako ya kiroho, na ukasema mimi nimekuaje? Leo unaanguka kwenye dhambi hiyo, unaenda kuungama, unarudi dhambi ni ile ile, unaenda kuungama. Usikate tamaa. Mungu hatukatii tamaa. Kwa nini wewe ukate tamaa? Hata siku moja Mungu anatusubiri mpaka siku yetu ya mwisho.
Kuna wakati unazaa 5, afu Injili inaongea juu ya 30. Na wakati unazaa 5, nyingine 2, nyingine hakuna, 0. Hiyo dhambi uliyotenda unasema unatafakari, tamwambiaje padri? Hapana, padri yuko pale chombo tu, mwambie Mungu toka nyumbani kabla hujafika kanisani, mwambie Mungu, niangalie mimi, ndani mwetu kuna ugumu wa mioyo. Na neno la Mungu ni hai, lina nguvu, ni kali, linakata kuliko panga lenye makali kuwili. Waraka kwa Ibrania sura ya 4 aya ya 12. Yesu ndiye mpanzi. Tumwombe katika ibada hii ya leo, katika ibada ya misa, aendelee kupanda ndani mwetu, aendelee kustawisha, aendelee kutia mbolea, tutazaa. Kuna wengine wanafika katika uongofu katika uzee wao, na kuna wengine wanafika katika uongofu kuacha yale ambayo hayampendezi Mungu miaka michache tu kabla ya kifo. Mungu hatukatii tamaa. Yesu, kwa sababu Yesu aliendelea kupanda. Nasema mbegu isipoingia ardhini ikaoza, ikafa, haiwezi kuzaa matunda. Yeye alikuwa ni mbegu iliyoingia kuzimu, ikafa, ikazikwa, haikuoza. Alifufuka katika wafu. Nasi kwa matumaini hayo, ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kupanda mbegu ya neno lake, mbegu ya huruma yake, mbegu ya upendo wake, ili siku moja tupate kufufuka kama yeye. Tumsifu Yesu Kristo.